Habari za leo wapendwa, natumaini mnaendelea vizuri. Amani ya Bwana inazidi kuwa pamoja nanyi. Leo nataka nizungumzie swala ambalo labda Wakristo wengi hawajawahi kujiuliza, na ni swala ambalo watumishi wengi wa Mungu labda waliongelei na hawaliwekei mawazo sana. Ni kuhusu swala la haya masomo ya Biblia. Yaani, kwa nini masomo ya Biblia? Mpaka tunaenda kuwa na vyuo kwa leo, vyuo vya Biblia. Na kwa nini hivi vitu viliwekwa, na kwa mazumuni gani kuwekwa vyuo vya Biblia? Na leo hivi vyuo vinafanya kazi, na kazi yao ni kazi kubwa tu wanayoifanya kwa kufundisha neno la Mungu, kufundisha Bible, yani Biblia. Lakini leo mimi nataka niongelee kuhusu hili jambo. Niseme ya kwamba swala hili ni swala nzuri la watu kujifunza mambo ya Mungu, lakini ninachokiona na nilichokiona ni kwamba swala hili lilipoteza uasilia na likapoteza unyenyekevu wa jambo lenyewe. Kwa hiyo mnajua kuna mambo mengi ambayo dunia ya Kikristo inafanya kwa mtazamo wa haraka haraka. Ukitizama kwa haraka haraka utagundua ya kwamba jambo ni njema tu, ni jambo ambalo labda Mungu anahakikisha swala hilo, na Mungu hana tatizo na swala hilo. Ndio kama haya mambo, kwa sababu ni swala la kusoma Biblia, basi kwa Wakristo wanaona ni swala njema, ni swala nzuri, na Mungu hana tatizo nalo. Lakini hebu tukiingia kiundani zaidi, ukitizama swala kwa mtizamo mwingine ambao Mungu ndo anayekuongoza, utakuja kugundua mambo mengi yanayotendeka katika ulimwengu wa Kikristo. Mengi yamepinda, mengi yameacha njia, mengi yamepotosha wengi, mengi yanafanya mambo kwa leo ambayo sio kabisa asilia ya jambo lenyewe. Mmeona ndugu yangu? Kwa hiyo ndio kama swala hili la mafunzo ya Biblia. Kiukweli kabisa, tukiangalia mwanzo kabisa wa uanzishwaji wa kanisa, Yesu alichagua watu. Yesu alichagua watu, na ukipekua vizuri Biblia inakwambia Yesu alichagua watu ambao hawakuenda hata shule. Yaani kusoma ilikuwa ni vigumu. Ndio aliochagua na akawapa uweza wa kusimamia kanisa hapa chini ya juu, wa kuongoza watoto wake.
Ukiangalia vizuri Petro yeye alikuwa zake mvuvi na ndugu zake wengine walikuwa watoza ushuru Kwa hiyo swala la shule ya Biblia lilikuja kupoteza uasilia kusema ya kwamba watu walijifanyia swala hili kama vile doctrine ama kama vile huduma zao ambacho Mungu mwenyewe haja approve kusema kwamba swala hili ndivyo inavyotakiwa Wakristo watumike. Ninachotaka mimi kusema ni kipi? Kwa maana hebu tuangalie mfano leo. Ukiangalia asilimia nyingi ya wachungaji, karibia mimi naweza nikasema karibia asilimia 90 ya wachungaji waliopo kwa leo wanaomtumikia Mungu wanatokana na hizi shule. Wanatokana na hizi shule. Ndio maana leo sio tena shule za Biblia, inakuwa sasa uende shule ili upate kuwa mtume. Yaani ufundishwe jinsi ya kuwa mtume, ufundishwe jinsi ya kuwa mchungaji, ufundishwe jinsi ya kuwa. Ndio maana wameweka mpaka degree, yani mpaka vyuo vikuu. Kwa sababu ili vyuo vikuu vipate kuwekwa, si inatakiwa kuwe matabaka. Sasa kwa kutafuta kuweka hivi vitu vizuri, basi wanabuni vitu vingine ambavyo kwenye Bible havipo. Kwenye Bible havipo. Na hivi vyuo vinafanya Wakristo leo wapoteze kabisa ile asili ya Roho Mtakatifu, yani wapoteze nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yao. Maana wanasemaje? Nikienda chuo kusomea Biblia tayari nimeshapata njia mimi kuwa mchungaji. Tayari nimeshakuwa mchungaji. Yani nikitoka kule na degree yangu nishakuwa mchungaji ama nishakuwa mtu fulani. Na anapokuja anakuwa mchungaji bila kujali kweli ana wito wa kuwa mchungaji, bila kujali kweli Mungu amemuita kwenye hiyo huduma, bila kujali kweli huyu ndugu maisha yake yakoje. Maisha yake yakoje huyu ndugu. Ndio maana ndugu zangu, dunia yetu ya Kikristo kwa leo, familia ya Kikristo kwa leo, mambo ni chungu nzima. Mambo ambayo watu wa dunia wanafanya wakiona wanasema hata kama nina matatizo. Kule kwa wanaosema wao ni walokole, angalia. Ambapo kwenye walokole ndio kungetakiwa hao watu wa dunia wakimbilie. Lakini mambo yanayotendeka makanisani, kwenye madhehebu zetu ni mambo ya ajabu, ni mambo ambayo watu wa dunia hawana tahamu kabisa. Sasa ndugu zangu, kwa nini haya mambo? Na kama haya mambo ndio yanatufanya sisi Wakristo leo tuchekwe, kwa nini kukaa nayo? Kwa nini kuyang'ang'ania? Hebu kweli mnaamini kabisa wito wa mtoto wa Mungu unaendana na kwenda kujifunza chuoni Biblia? Mimi nafahamu ya kwamba wito wa Mungu anamuita mtu kabla kabisa yani. Na jinsi Biblia inavyotuambia, Mungu anamuita mtu kabla ya kujua kwamba yeye atamkubali Yesu.
Kabla yeye ya kusema kwamba mimi nitampokea Yesu maishani mwangu, tayari Mungu anakuwa ameshamuita huyo mtu na ameshampangia kazi atakayokuja kuifanya katika mwili wake, katika kanisa. Kwa hiyo mimi nafikiria haya mambo na hivi vitu vingekuwa ni vitu sasa vya ziada ambavyo mtu anahitaji atenge muda fulani kwa ajili kweli ya kujikita kusoma neno la Mungu. Sio vibaya, ni jambo nzuri na jambo njema. Lakini misingi inayoletwa hivi vitu, misingi inayojenga hivi vitu ndio misingi mibovu. Ndio misingi inayofanya leo Wakristo tunakuwa tunachekwa. Leo makanisani Roho Mtakatifu hana nafasi. Kwa maana Biblia ndio inayotuambia, Biblia inatuambia Roho Mtakatifu ndiye mwalimu anayeweza kutufundisha. Na mtu kuwa mchungaji, mtu kuwa mwinjilisti, mtu kuwa fulani katika mwili wa Kristo, ndugu zangu, ni wito. Sio kwenda kusoma, ni wito. Hicho ndio mnatakiwa kwanza muelewa wa Kristo. Kama Mungu alikuita ili uwe mchungaji, haijalishi uende kusoma Biblia ama usiende kusoma Biblia. Wito upo pale pana, ndivyo Biblia inasema. Wito yani hautoubadilisha hata kama hukusoma Biblia. Yani kwenda kusomea chuoni kule. Kwa hiyo swala hili usiliwekee sana na manani kusema kwamba ili nimtumikie Mungu acha kwanza mpaka nile nisome Biblia. Hapana, ni upotoshwaji. Na watumishi wanaozuia Wakristo kutokutenda kazi kwa uhuru kanisani kwa sababu bado hajaenda kusomea Biblia, ni kosa kanisani, ni kosa katika mwili wa Kristo. Unazuia kazi ya Mungu katika maisha ya huyo ndugu ama ya huyo dada. Kwa sababu hebu angalia, ndio maana nimeongea Roho Mtakatifu ndio mwalimu mkuu. Kama kuna kitu tunachohitaji katika maisha yetu kwa kutaka kumtumikia Mungu ni Roho Mtakatifu tu. Hayo mengine ni ya ziada, kwa sababu Yesu alisema kabla ya mitume kutoka nje kwenda kufanya kazi, aliwaambia subirini kwanza niwaigizieni atakayewajaza, atakayewapa nguvu na uwezo wa kutoka ili mwende mfanye kazi. Ni Roho wa Mungu. Maana Roho ndo anayetuongoza, sio akili zetu ambazo tunazo kuzichukua shuleni. Hatuongozwi na akili za shuleni, tunaongozwa na Roho aliye ndani yetu. Kwa hiyo mimi ninavyoona haya mambo haya ndio yaliyofungua mlango wa dunia kuingia kanisani. Haya mambo yote haya. Maana ni mfumo wa kidunia tunaouona kwa leo. Kwa sababu kama ni kusomea Biblia, kwa nini sasa Yesu alitoa katika zile huduma akatupa mwalimu? Wapo walimu makanisani kwa ajili ya kutufundisha haya maneno ya Mungu. Na tunafundishwa ni kanisani. Na niwape siri ndugu zangu Wakristo mnaonisikiliza. Kama una wito ambao Mungu kweli amekuitia upate kuitenda kazi yake, hakuna njia nyingine. Hakuna njia nyingine ambayo utailinganisha na msalaba. Uende chuoni upate degree ngapi za Biblia, usome miaka mingapi ya Biblia, kama haupo kwenye njia ya msalaba, hautoifanya kazi ya Mungu vizuri, hautoifanya kazi ya Mungu kiukamilifu, hautoifanya kazi ya Mungu kama yeye jinsi alivyokutakia. Maana msalaba ndugu zangu, msalaba ni kozi ambayo sijawahi kuiona katika hii dunia. Njia ya msalaba.
utajifunza mpaka mwenyewe utasema kwamba ndiyo, Mungu kanifunza njia ya msalaba. Maana msalaba unakufundisha nini sasa? Msalaba unakufundisha vipi? Bible hii inakufundisha na kujaza hapa akilini, yani kichwani. Lakini msalaba unapokufundisha jambo, msalaba ndugu yangu unakufundisha jambo kiundani zaidi, yani ndani yako. Ndio maana leo Wakristo wengi wamebaki kuwa ni watoto kiroho. Watu hawakui kiroho. Kwa sababu basi ndugu ametoka chuoni, ana degree yake ya diploma ya nani ya Bible, anapewa kuchunga kondoo kwa sababu tu ana degree, bila kujua ya kwamba ana wito. Juu tu ameshapata degree yake, basi mpeni kanisa aanze kuhudumia, ili asipoteze angalau muda wake aliyokwenda kufanya kule, ama asipoteze pesa alizozitoa. Lakini sio hivyo kwa Mungu, sio hivyo ndugu zangu. Kwa Mungu sio hivyo. Huduma ni wito. Hebu fikirieni, angalieni mfano wa yule wa mitume walitaka kuweka mtu ili amgomboe nani? Yuda. Na walifunga na kufunga, walifunga kabisa, wanamuomba Mungu, wakamweka mtu wao, lakini Mungu akasema sio huyo. Kwa hiyo kazi ya Mungu ni wito. Kama hujaitwa ndugu yangu, kama hujaitwa kufanya hiyo kazi, kama nilivyosema kwenye video zilizotangulia, kuna neema inayoambatana na kazi ambayo utakwenda kuitenda katika mwili wa Kristo. Umeona? Na kwenye ujenzi ndugu yangu, ipo sehemu ambapo utaweka tofali ndefu, na sehemu nyingine utaweka labda simenti nyingi, sehemu nyingine utaweka tofali ndogo. Huo ndo ujenzi. Na ndo maana ukisoma maandiko, au walioandika haya maandiko, wengi hawakusoma, wengi hawakujua kuandika, lakini Roho aliwatumia. Na ndo maana leo neno lina nguvu, kwa sababu ni Roho Mtakatifu aliyewafunulia hawa watu. Kwa hiyo sio akili zao, sio akili za shuleni. Na sisi leo tunatakiwa tutumike na Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu apate kututumia. Tusiegamie kwenye akili zetu za kibinadamu, tusiegamie kwenye ujuzi ambao tunaenda kuupata huko shuleni. Na watumishi, angalieni watoto wanaokuwa kanisani, wanakuwa vipi kanisani, kwa maana kanisani ndipo mtumishi wa Mungu anatambulika kwamba huyu anavyoenenda anaweza kawa mtu katika hii familia, anaweza kawa hivi katika hii familia. Kwa hiyo huduma zote huubukia kanisani. Huduma huubukia kanisani, yani mtoto anakuwa ndani ya nyumba, na anapokuwa ndani ya nyumba, baba lazima anatambua, na ndugu wengine huwa utambua kwamba ana kipaji fulani. Ndivyo ilivyo katika mwili wa Kristo. Kwa hiyo sio kwa kutaka kutengeneza watumishi. Mtumishi atengenezwi. Hauwezi ukatengeneza mtumishi kwamba tumtengeneze aende asome shule kule, akishamaliza tu atajua jinsi gani. Haya ni mambo ya kidunia, sio mfumo wa Yesu huo kujenga kanisa lake. Hebu tusome basi verse hata kitabu kimoja cha Wakorintho wa kwanza, Korinto wa kwanza 1, tuanze 20. Yaani Wakorintho wa kwanza 1:20. Yuwapi mwenye hekima? Yuwapi mwandishi? Yuwapi mlete hoja?
wa zamani hizi. Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Mungu alifanya hekima za kidunia kuwa upumbavu. Ndio hizi akili tunazo kwenda kuzichukua huko kwenye vyuo, ndugu zangu. Kwa maana ni mfumo wa kidunia tu. Shule ni shule katika dunia, shule ni shule, hakuna tofauti. Hebu twende kwenye utasoma, utaendelea, twende verse 26. Maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu. Natakiwa kwanza kabisa angalia wito ulionao. Angalia wito ili useme sasa acha nende nisome Biblia. Lakini si lazima kama una wito, si lazima, na hata kama wito kila Mkristo anao, lakini sio lazima eti mpaka uende uchukue diploma ili umtumikie Mungu. La hasha. Ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa. Mmeona ndugu zangu? Na ndio maana nimesema kwamba Yesu alichagua watu ambao ni watabaka ya chini kabisa, yaani wale wanaodharaulika. Nani anayemheshimu mvuvi yuko kwetu nyumbani? Hayupo. Mvuvi ni mtu ambaye anaonekana maisha yake ndio hivyo. Mkulima nani anayemheshimu? Ndio watu ambao Yesu aliwachagua, watu ambao wana elimu. Lakini leo sasa watu wanaweka elimu mbele ili kupata kuja kumtumikia Yesu. Hapana ndugu zangu. Bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe. Sasa ili Yesu alivyochagua watu kwa ajili ya kuaibisha dunia, lakini sasa sisi tunataka sasa tufanane na dunia tena. Hapana ndugu zangu. Tunatakiwa tuache haya mambo. Kama ni kusoma sawa, tusome, tunasomea Biblia. Sijakataa, sijasema kwamba ni jambo mbaya. Lakini mambo misingi inayowekwa ya kusema kwamba bana naenda nisomee Biblia ili nje kuwa mchungaji. Hausomei uchungaji. Hausomei kuwa mwinjilisti. Hapana. Ni wito ambao Mungu alikuita. Mungu ndiye anayekuita ili upate kuwa hicho kitu. Lakini sio uende usome ili upate kuwa hicho kitu. Umeona ndugu zangu? Bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Kwa hiyo sasa tunachokifanya sisi hapa tunaenda kusoma ili vichague vitu ili tuonekane kwamba sisi tunaweza kufanya jambo. Ndio sasa Mungu atutumie. Hapana. Mungu amekuchagua hivyo jinsi ulivyo, mpumbavu asiyejua chochote, ili akisha kutumia dunia itajua kwamba ule mbona alikuwa hajui chochote. Angalia mambo anayofanya. Ndivyo Mungu anavyohitaji ndugu yangu, na ndio maana Roho anafanya kazi, na ndivyo Roho anavyotaka kufanya kazi ndani yetu. Kwa hiyo unaweza kaendelea kusoma, utaona jinsi Mtume Paulo aliyoandikia Wakristo wa Korinto. Hawa ni ndugu zetu wa Kristo hawa ambao Paulo aliwaandikia, ambao walikuwa kama sisi. Tunaigamia kuangalia kwenda vyuo kusoma kwa kusema kwamba ndo tutamtumikia Mungu. Hapana ndugu yangu, Mungu hatumikiwi hivyo. Mungu anatumikiwa ukiwa na wito, na ule wito unaambatana na neema nyingi tu za Mungu kwa ajili ya kumtumikia Bwana. Halafu tunakuja kulaumu ya kwamba makanisani leo Wakristo wanaambiwa wale nani majani. Ndivyo tunavyoona leo. Mkristo kumbe Mkristo anakuwaga na mapepo.
Mkristo wa wapi utakaye na mapepo? Hivyo vyote vitokana na hivi. Hivyo vyote hivyo vilitokana na haya mambo ya Biblia, kwenda kusomea Biblia, sijui vyuo vya Biblia, sijui upate degree ya Biblia. Mitume walioandika hivi vitu hawakupata degree za Biblia. Hawakuenda shule ili wapate kufanya haya mambo waliofanya na kukamilisha haya mambo na Mungu. Njia moja tu walioishika, njia ya msalaba. Walikaa pamoja na Yesu, walikaa kwa Yesu, na wakawa wanaona kwa macho yao, vingine waliviishi maishani mwao, na ni maisha yao haya wanayotuandikia, kama mtume Paulo anasema katika vitabu vyake, ni maisha yao walioyaishi. Kwa hiyo ndugu unayenisikiliza na unayenifuata, niseme tu ni neema kubwa kumtumikia Mungu. Ni neema kubwa ya kumtumikia Mungu. Lakini katika kumtumikia Mungu kuna misingi yake ambayo tunatakiwa tufuate, na kuna njia moja tu ambayo tunatakiwa tufuate, ni njia ya msalaba. Na usipompa nafasi Roho Mtakatifu katika maisha yako, katika huduma yako, hakuna ambacho utakachokifanya. Usisahau Yesu mwenyewe alisema watakuja wengi watasema, Bwana Bwana, tulikufanyizia hivi. Utawaambia siwajui. Kwa nini sasa? Kwa nini watu wamefanya mambo hayo afu Yesu awaambie siwajui? Kuna kusudi. Kuna kitu ambacho watu walikosa kukifanya. Yaani walienda fanya kazi ambayo Mungu hakuwaitia. Ni kama yani mifano ipo mingi katika Biblia. Kwa hiyo ndugu zangu, hebu tumtafute Mungu anataka tufanye kitu gani katika maisha yetu. Kama nilivyosema, huduma huonekana kanisani. Yaani pale unaposalia pale ndipo wanapoona jinsi unavyokuwa kiroho. Ndivyo wao ndo wanaona jinsi unavyomtumikia Mungu, kwa maana huduma haiji tu hivi. Huduma, na ndio maana nimesema kwamba shule ni kanisani. Ndio shule kabisa, pale wapo walimu wanaotufundisha huko kanisani, na sisi wenyewe tunapokaa kwenye mwili wa Kristo tunajifunza mambo mengi, na pale tunapojifunza tunaanza kazi. Utakuta wengine walianza, ukiangalia vizuri, wapo watumishi walianza kwa kukoropa kanisani. Kukoropa kanisani. Kumbukeni Mungu alisema aliye mwaminifu kwa kidogo atapewa vikubwa. Ndivyo Mungu anavyofanya kazi, sio tu kwa kwenda kusomea afu nakuja uwe mtumishi. Kwa hiyo Mungu awabariki ndugu zangu, na nafikiri haya maneno yatawatia moyo na yataleta hata mwangaza angalau kidogo katika maisha yetu ya kila siku. Nawapenda sana. Amani ya Bwana iwe nanyi. Tukutane tena.